Karibu katika mfumo wa HSS. Ni mfumo imara ambao unakusaidia katika kusimamia biashara yako. Leo nitakuonyesha jinsi gani mfumo huu unavyofanya kazi na jinsi gani mfumo huu utakusaidia katika kusimamia biashara yako. Mfumo wa HSS ni mfumo ambao unakusaidia katika kusimamia biashara. Aidha ile biashara ya nguo, biashara ya electronics, biashara ya vifaa vya nyumbani au biashara yoyote ile. Mfumo huu ni rahisi katika kufanya mauzo. Unaweza tu chat na mauzo yakafanyika. Kwa hiyo ni rahisi sana, lakini pia ni rahisi kupata report na takwimu mbalimbali. Aidha takwimu au ripoti za mauzo, ripoti za faida, gharama zinazotumika katika biashara yako, lakini ripoti za matumizi na vitu vingi. Lakini pia unaweza kupata ripoti za madeni ya wateja ambapo wateja wamechukua vifaa au wamenunua kwa deni. Kwa hiyo unaweza kuona na kuweza kuwakumbusha wale wateja ambao watakuwa hawajalipia. Lakini pia inakusaidia mfumo huu unakusaidia katika kufanya mauzo kwa njia rahisi sana. Kwa hiyo unaweza kuingia kwenye mfumo ukachati tu kwamba nimeuza labda nguo za shilingi 20,000 kwenda kwa mteja fulani, basi yale mauzo yatakuwa recorded katika mfumo wako. Lakini pia utakapotembelea website yetu ambayo ni hss.co.tz utaweza kuona taarifa mbalimbali kuhusu mfumo wetu na kuweza kuona mfumo huu unafanyaje kazi na vitu kama hivyo. Lakini pia mfumo huu kwa sasa ni shilingi 7,500 tu kwa mwezi, ambapo unaweza kutumia mfumo huu, lakini kama ukihitaji kwa miezi 6 shilingi 35,000 tu. Kwa hiyo ni mfumo rahisi ambao unaweza kutumia katika biashara yako. Unaweza kuunganisha maduka zaidi ya moja. Kwa hiyo ukiwa sehemu yote ile unaweza kuona mauzo dukani mwako, unaweza kuona duka fulani limeuza kiasi gani, lakini pia duka fulani limeuza kiasi gani. Unaweza kuona bidhaa zako, kaona na kila kitu kinachoendelea dukani mwako. Kwa hiyo sasa twende kwa ajili ya kuanza kuona mfumo huu. Kwa hiyo utakapotembelea website yetu ambayo ni hss.co.tz, utakapofika katika homepage hapa unaweza kubonyeza sehemu ambayo imeandikwa anza bure sasa. Utakupeleka katika page ambayo ni ya create account au login. Kwa hiyo unaweza ukabonyeza kama una account, mfano mimi nina account, utabonyeza login, lakini kama una account utabonyeza hapa sehemu utaingiza jina la biashara, utaingiza jina la kwanza, jina la pili, barua pepe au email yako. Utaweka namba ya simu, lakini utaweka na nywila yako ambayo ni password. Kwa hiyo kwa mimi kwa sababu na account utaenda kwenye sehemu ambayo imeandikwa login. Login nitachagua account yangu ambayo ni Mweko Electronics. Baada ya kuchagua Mweko Electronics, kwa hiyo itanipeleka katika dashboard yangu ya Mweko Electronics. Kwa hiyo katika dashboard yangu ya Mweko Electronics nitaweza kuona vitu mbalimbali. Hapa juu utaweza kuona jina la biashara yako ambayo unaweza kulibadilisha kutokana na wewe unavyohitaji, lakini kuna kitufe hapa ambacho kinaonyesha EN. EN ina maana unaweza kuchagua duka lako kwa iweze kufanya kwa Kiswahili au kwa Kiingereza. Sasa unavyochagua hapa unaona sasa hivi imebadilika imeenda kwenye Kiingereza, lakini pia nikichagua tena unaona hapa imebadilika imeenda katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo utachagua wewe kutokana na unavyohitaji, lakini kuna kitufe ambacho kimeandikwa lipia. Kwa hiyo kama unahitaji kulipia mfumo huu, subscription imeisha, basi utabonyeza tu sehemu ya lipia, utakupeleka sehemu ambayo utaweza kulipia na utaona siku ngapi zimebaki kwa wewe kuweza kulipia. Mfumo huu kwa mwezi ni shilingi 7,500 ambao kwa sasa ni sawa na shilingi 250 kwa siku. Kwa hiyo ni mfumo rahisi, lakini pia ni mfumo ambao hauna gharama kubwa. Kwa hiyo hapa katika dashboard yako utaona sehemu ya mauzo ya leo, utaona faida ya leo, utaona order zilizofanyika, utaona madeni ya wateja, utaona bidhaa ambazo unazo katika duka lako, lakini pia utaweza kuona mapato ya jumla, lakini pia utaweza kuona thamani ya bidhaa ambazo uko nazo katika duka lako. Mfano saa hizi Mweko Electronics na bidhaa ambazo zina thamani ya shilingi 830,000. Lakini ukimaliza hapo chini yake kuna sehemu ya kuchat ambapo unaweza kuuza kwa kuchati tu. Unaweza kuuza kumwambia AI hapa kwamba nimeuza bidhaa fulani kwenda kwa mteja fulani kwa shilingi
fulani, basi AI itakusaidia kurekodi mauzo yako kwa urahisi sana. Lakini chini yake hapa kuna sehemu imeandikwa mauzo ya hivi karibuni. Kwa hiyo unaweza kuona mauzo ya hivi karibuni, utayaona hapa. Lakini ukibonyeza kwenye mauzo ya hivi karibuni atakupeleka sehemu ya report. Unaona sasa hizi report inaonyesha 00 kwa sababu report nafungwa kila baada ya masaa 24. Kwa hiyo nikibonyeza tarehe ya nyuma kidogo hapa nikaset, kwa hiyo unaweza kuona ripoti zangu zimekuja. Revenue yangu ilikuwa 2025, lakini transaction ilikuwa kiasi gani, profit user laki 225, lakini profit ilikuwa kiasi kadhaa. Kwa hiyo ni rahisi sana kuweza kutumia mfumo huu wa HSS. Lakini unaweza kurudi nyuma. Ukirudi nyuma hapa chini kuna sehemu imeandikwa uza, ambayo ni sehemu kama unataka kuuza kwa kubonyeza unaweza kuuza. Kwa mfano hapa na bidhaa moja ya viatu. Kwa hiyo unaweza, ni mteja akija, inamaanisha unaweza ukabonyeza hiyo bidhaa. Baada ya hapo ukaingiza mteja anahitaji pisi ngapi. Kwa hiyo ukatoa hapa mteja anahitaji pisi 2. Mteja anakuambia bwana, naomba discount, basi unamwambia nakupa discount ya shilingi 2,000. Kwa hapo utaona ni shilingi 28,000. Kwa hiyo utaweza kuingiza na taarifa za mteja. Mfano mteja anaitwa Julius, namba yake ya simu ni ngapi, ka save details zake, then baada ya hapo ukafanya checkout. Checkout ukifanya kuna njia mbalimbali za malipo, aidha cash, aidha debit, aidha lipa namba, aidha benki. Benki unaweza kuchagua aidha NMB au CRDB au benki nyingine ile. Kwa hiyo kama ni cash utaingiza hapa mteja amelipia kiasi gani, labda 28,000. Kama amelipia 30,000, mfumo utakwambia kwamba unatakiwa umrudishie change ya shilingi 2,000. Kwa hiyo unaweza tu kuona change hapa. Hauhitaji calculator kubonyeza bonyeza vitu vingi. Kwa hiyo unapomuuzia mteja unaingiza tu kiasi mteja alichokupa. Kwa hiyo kama bidhaa inasema shilingi 28,000, utaingiza kiasi kwamba mteja amelipia shilingi labda 2,000. Then baada ya hapo mfumo utakwambia kwamba mteja huyu anahitaji kurudishiwa change ya shilingi 2,000. Baada ya hapo uta complete sale. Sale itaenda, tumeuza pisi 2 kwa shilingi 15,000, inamaanisha shilingi 30,000, tukatoa discount ya shilingi 2,000, inamaanisha ni shilingi 28,000. Kwa hiyo ukienda hapa nyumbani utaweza kuona mauzo yako. Mauzo ya leo shilingi 28,000, faida ya leo ni 8,000. Faida itakiwa iwe 10,000, lakini kwa sababu umempa mteja discount ya shilingi 2,000, inamaanisha faida inakuja kwa shilingi 8,000. Lakini utaweza kuona oda za leo, lakini ukishuka hapa chini unaweza kuona mauzo ya hivi karibuni yalikuwa ni kiasi gani, mambo kama hayo. Kwa hapa unaweza kurudi katika tarehe za nyuma kidogo ili uweze kupata taarifa za mauzo. Unaweza kuona hapa tarehe 26 mwezi wa 7 saa 6 dakika 33 mauzo yalikuwa ni shilingi 28,000, faida ilikuwa ni shilingi 8,000. Hapa kuna sehemu ya kudownload. Kwa hiyo kama ni receipt, utadownload receipt ya mteja na kuweza kumtumia yule mteja ile receipt ya bidhaa zake. Kwa hiyo unaweza kudownload ukamtumia WhatsApp. Kwa hiyo ni rahisi kwa namna hiyo. Lakini ukitaka kuanza kutumia mfumo huu, cha kwanza kabisa utakapoingia utakuta kila sehemu ni 00 hapa. Kwa hiyo utakachokifanya, kitu cha kwanza utakuja kuseti duka lako, sehemu imeandikwa admin. Kwa hiyo ukija upande hapa wa kushoto kuna sehemu imeandikwa admin. Ukiingia admin utaenda sehemu ya shop, utaweza kuedit, lakini kwa njia rahisi sana utakuja kwenye shop setting. Kila kwenye shop setting utaweza kuupload logo ya duka lako, taarifa za duka lako na contact number. Hizo zote zitakuja kuapia katika receipt ya mteja wako. Duka lako linaitwaje na information zako. Lakini pia ukimaliza kuset hizi taarifa za duka lako, then baada ya hapo kinachofuata ni kuja kuingiza bidhaa. Kwa hiyo kwenye kuingiza bidhaa utakuja sehemu ambayo imeandikwa product au bidhaa. Kwa kama unatumia Kiingereza ni product, lakini kama unatumia Kiswahili ni bidhaa. Kwa hiyo ukija hapa kwenye bidhaa, mfano mimi na bidhaa moja hapa, lakini unaweza ukaanza kufanyaje kuingiza bidhaa kwa kubonyeza kitufe kilichoandikwa add. Kwa hiyo ukibonyeza kitufe kilichoandikwa add utaingiza bidhaa labda ni sendo
lakini kama zina unit utaweka, ya kwangu haina unit. Buying price, nimenunua hizi sendo kwa shilingi ngapi? Nimenunua kwa shilingi 5,000, lakini hapa nauza kwa shilingi ngapi? Nauza kwa shilingi 10,000. Lakini zimekuja pisi ngapi? Kwa mwanzo umekuja pisi 100, lakini hapa kwenye lock stock utaweza kuingiza stock ambayo ikikaribia hapo mfumo utakupa notification kwamba hizi bidhaa zimefikia kiwango kiasi kadhaa, kwa hiyo uweze kuongeza. Kwa hiyo ukiweka low stock, baada ya hapo utabonyeza create, utapata message kwamba bidhaa imeshatengenezwa tayari. Kwa hiyo baada ya hapo utaona bidhaa yako hapa juu imeandikwa sendo, utaona pisi 100, bei ya kununulia 5,000, bei ya kuuzia shilingi 10,000. Kwa hiyo mzigo huo kwa sababu umenunua 5,000 kwa pisi 100, ina maana thamani yake shilingi 500,000. Lakini baada ya hapo utaweza kuona revenue. Revenue ni sehemu ambayo ya mapato. Kwa sababu naziuza shilingi 10,000, inamaanisha nikimaliza kuuza mzigo utakuwa na thamani ya shilingi 1,000,000. Kwa hiyo baada ya hapo cha kufanya unaweza ukaprint barcode. Ukiklik hii barcode unaweza kuiona, unaweza ukanakili au ukaiprint hii barcode. Unaona hapa kuna sehemu imeandikwa chapisha, unaweza ukaprint au ukanakili. Kunakili inamaanisha umecopy hiyo barcode kwa ajili ya matumizi ya mfumo. Lakini ikitokea umekosea labda kuingiza hii bidhaa, unaweza ukabonyeza sehemu imeandikwa action. Ukibonyeza sehemu ambayo imeandikwa action au penseli, unaweza kuedit chochote kutokana na wewe unavyohitaji au adjust. Hapa chini kuna sehemu ambayo una adjust, lakini feature ipo kwa admin tu au mmiliki wa ile duka. Kwa hiyo kama umemwachia mtu hautampa feature kuweza kuedit au kufanyaje, hii kwa ajili ya usalama zaidi. Baada ya hapo ukisha update, ina maana utakuwa tayari umebadilisha taarifa za ile bidhaa yako. Kwa hiyo ukimaliza hapo una sendo ambayo ni pisi 100. Kwa hiyo kama mteja akija dukani kwako, ukifika hapa nyumbani unaweza kuona bidhaa zako na thamani yake. Thamani mwanzo ilikuwa 800,000, lakini sasa hivi imeongezeka imekuwa 1,100,000 na 10,000. Kwa hiyo tunaweza tukaja hapa kwenye bidhaa tukaona bidhaa ni shilingi ngapi. Buying price ina maana ni shilingi 1,000,000, 310,000, kwa sababu ilikuwa 1,000,000 lakini tumekuja ilikuwa 800,000, tumekuja tumeongeza mzigo wenye thamani ya shilingi 500,000. Kwa hiyo kitu ambacho tutaendelea nacho hapa, mteja akija dukani kwako kuna njia mbili za kuweza kumuuzia. Cha kwanza utabonyeza sehemu imeandikwa uza, alafu baada ya hapo utaweza kuuza ile bidhaa. Lakini kitu kingine unaweza ukaoa au kama una bidhaa nyingi unaweza ukachagua kwamba hapa zionekane bidhaa zote kama unavyoona, au ionekane bidhaa mpaka peji moja zionekane bidhaa labda 60 au 100 na kadhalika. Lakini kwa mimi hapa nataka zionekane bidhaa nilizonazo. Kwa hiyo mteja akija unaweza kubonyeza sehemu ya uza, baada ya hapo kabonyeza bidhaa unataka kumuuzia. Kama sio hivyo unaweza search hapa juu bidhaa ya sendo, itakuja yenyewe. Kwa hiyo ukaiadi. Baada ya kuiadi hapo sasa kuna sehemu ya jumlisha na sehemu ya kutoa. Sehemu ya kutoa inamaanisha unapunguza quantity, lakini sehemu ya kujumlisha unaongeza quantity. Kwa hiyo unaweza kuweka kutokana na pisi ambazo mteja wako anahitaji. Lakini kwa ajili ya mawasiliano zaidi unaweza kuongeza detail za mteja ili baadaye uweze kumtafuta na kuweza kufanya follow up ya in case ya kitu chochote unahitaji, au kuweza kumkumbusha kuhusu bidhaa mpya ambazo zimekuja katika duka lako. Lakini njia nyingine rahisi, utakuja tu hapa kwenye dashboard utachat. Sehemu ya kuchat tu kwa sasa unaweza kutumia tu njia ya kuchat ambayo unaiona hapa.